Leo kwenye Maalim Media tupo kwa ndugu yetu Dubai iko na viwango, na mimi ninayezungumza naitwa MC Max. Tuko na ndugu yetu hapa, tulitamani kuzungumza naye machache juu ya huduma ambazo anazitoa. Kaka, habari? Poa kabisa. Habari ya leo? Alhamdulillah. Vipi mishe zinaenda? Poa kabisa, niko poa kabisa, lakini yote kwa watu tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kisha tujalia uzima. Okay, naona ofisi imesheni imekaa vizuri kweli. Hivi ni Viwango Pro Max ndani ya mkoa wetu wa Katavi, lakini hasa kwa wale wa vijana wa kiume, wanaume kwa ujumla, hapa ndio sehemu yao ya kupoa na vile viatu vya kwanza kuingia Katavi. Unaweza kutueleza historia yako kwa ufupi, kwamba ulianzia wapi, umetembeaje mpaka hapa ulipo na nini malengo yako mbeleni? Okay, sawa. Mimi Dubai kuna viwango, ni mtoto kwanza wa 3 kwenye familia ya watu 5, lakini pia mimi ni miongoni mwa watoto ambao sikubahatika kusoma kwa aina ya maisha ambayo mimi nilikuwa natamani. Mimi ujasiriamali nimeanza shuleni. Kwa hiyo asili ya Dubai kuna viwango ni mjasiriamali ambaye ameanzia toka akiwa shule. Lakini baada ya hapo kumaliza shule ya msingi, basi niliamua kujichanganya mjini kwa sababu mimi nilikuwa na baadhi ya fani nyingi. Kabla ya hapo wakati nipo shule nilikuwa ni mchoraji mzuri, umeona, lakini nilikuwa pia mbunifu wa baadhi ya vitu kama hasa hususan kwenye sanaa. Kwa hiyo cha msingi nilianzia hapo, nikajichanganya mjini kwa ajili ya kuchora kucha, kuchora tattoo, lakini pia kusuka nywele za kina dada, umeona. Lakini baadaye niliamua kuachana ile kazi na kuanza kufanya biashara za aina nyingine. Nimefanya biashara za aina mbalimbali, lakini ndani ya mikoa mingi hapa Tanzania. Naweza nikasema karibia robo 3 ya mikoa yote Tanzania mimi nimefika kwa ajili ya kazi mbalimbali za sanaa ya uchoraji, lakini pia kwenye biashara ndogo ndogo zile za kimachinga. Ni changamoto gani ulikutana nazo wakati unafanya ile shughuli ya uchoraji, lakini pia ni mwanzoni mwa shughuli hii ya biashara ya viatu, ni changamoto gani ambazo umekutana nazo mwanzoni hata ukahisi kwamba bora kurudi labda kwenye uchoraji? Kaka, nisikufiche, kiukweli kwenye swala la uchoraji hasa tattoo changamoto ni nyingi sana. Changamoto ni nyingi ambazo namshukuru Mungu mpaka kufikia hapa. Kiukweli ni kazi ya kuchora tattoo ni kazi kubwa na ni ngumu mno. Katika kazi zote duniani naweza kuambia ile kazi ya kuchora tattoo ni kazi kubwa sana. Kwa mfano, mteja anaweza kaja, mteja labda ni mama mtu mzima, lakini anataka umchore tattoo labda kwenye hips. Sasa kwa umri niliokuwa nao na mazingira ambayo nataka nichore ile tattoo, ilikuwa inaniwia vigumu kidogo. Aidha mteja mwenyewe inamwia ugumu, lakini mimi pia inawea ugumu. Lakini baadaye nilizoea, baada ya mazingira ya uchoraji nilizoea na nikawa ninafanya mazingira yoyote yale. Yaani mteja atakapokuja sehemu yoyote atakayotaka kuchora mimi nitachora. Lakini pia nilikuwa nachora kucha, sawa, kazi ambayo nilifanya vizuri na ndio chanzo cha jina la Dubai, kwa sababu wakati nachora kucha ilikuwa na mkobangu ambao mlikuwa mna vitu kama cha chando. Yaani unapozungumzia cha chando ni cheni ya kiunoni, umeona. Lakini kwa kuna vitu vingine kama perfume, kuna hereni, kuna cheni za shingoni, kuna bangili za mkononi. Nilikuwa na begi langu ambalo nilikuwa natembea nalo. Kwa hiyo sehemu yoyote nilikuwa ikifika, baada saluni nikiingia tu najua mtu toka Dubai amekuja. Dubai ilikuwa ni utambulisho zile bidhaa ambazo nilikuwa natembea nazo kwenye begi langu. Kumbe jina Dubai halikuanzia kwenye biashara hii ya viatu, ni tangu ukiwa kwenye biashara ya uchoraji? Tangu nikiwa kwenye sanaa yangu ya uchoraji. Kwa hiyo Dubai ni chanzo cha mimi kuwa hapa, umeona, kwa sababu ilikuwa ni utambulisho wa vile vitu ambavyo nilikuwa nauza. Sasa hebu tuambie, unaweza kutueleza japo kidogo tufahamu kuhusu biashara yako ya sasa, yani mradi wako huu hapa wa sasa? Dubai kuna viwango. Cha kwanza kabisa, wakati mimi naingia Katavi nilikuwa machinga mtaani, lakini baadaye nilianza kuuza viatu vya watoto ambavyo nilikuwa nazunguka kwenye mitaa yote hapa Mpanda, umeona. Lakini pia baada ya hapo nikapata kamtaji kidogo, nilikuwa maeneo ya stendi ya zamani, nikatengeneza pale stendi ya zamani kipindi cha serikali ya awamu ya 5. Nakumbuka baada ya kuwa pale nilikuwa na wiki moja tu, lakini toka agizo ambalo kwa serikali, kwa sababu tulikuwa tumekaa maeneo ambayo yalikuwa sio rasmi, serikali iliamua kutuondoa. Bahati nzuri marehemu Magufuli akatutetea, akasema machinga usibuguzie. Basi kwa viongozi wa kata wakatuacha pale, na nipo pambana kutafuta mtaji, na nilipopata nikaamua, kwa sababu mimi malengo yangu ilikuwa ni kutaka kuwa mfanyabiashara wakati au mkubwa, umeona. Kwa hiyo niliamua baada ya kupata mtaji, niliamua kutafuta sehemu ambayo
kuwa na nimeweka bidhaa lakini napata wateja wa aina mbalimbali. Mfano nikapata wateja wa vijijini na wa mjini. Kwa ndipo hapo nikawa na wazo katengeneza kaeneo ambao nilikuwa nikaukuta ambao mpaka sasa kana jina maarufu kwamba ni Dubai kona ya warembo. Kwa sababu kona ya warembo kwa nini? Kwa sababu baada ya kutengeneza ile eneo na kujibanza kwenye ule ukuta, watoto wa kike wengi walikuwa wanakuja pale. Kwa hiyo sasa masela walipokuwa wakija pale wanasema hii kona kweli ni kona ya warembo kwa sababu ya wingi ya watoto wa kike kutuamini na kuja kununua pale. Umeona? Sasa hapo nilikuwa bado mimi ninajitafuta nikiwa kama matching. Lakini malengo yangu mimi ilikuwa ni kufanya biashara yangu iwe kubwa. Kwa hiyo nikatumia jina Dubai, baadaye nikafungua ofisi kubwa ambayo ndio nikaingia kwenye mamlaka sasa za biashara. Unapozungumza mamlaka ina maana unaingia kwenye mifumo ya biashara kama kulipa kodi, kujisajili na mambo mengine. Umeona? Ndipo hapo nikaamua kutengeneza brandi ambayo kuanzia Dubai sawa, ile ya kuchora kucha, Dubai kona ya warembo, kwenda Dubai kona ya viwango. Kwa nini viwango? Hapo sasa baada wakati nauza pale Dubai kona ya warembo, kulikuwa kuna aina ya bidhaa ambazo nilikuwa natamani kuziuza ila kwenye soko letu la Mpanda hazipatikani. Na mimi mtaji ulikuwa mdogo, nilikuwa nafanya maemezi kwenye maduka yaliyopo hapa Katavi. Umeona? Lakini baada ya kupata mtaji nilianza kusafiri kwenye mikoa ya jirani kama Mbeya. Umeona? Nikawa naenda Mwanza kuleta baadhi ya bidhaa ambazo hazipatikani kabisa mkoa wetu wa Katavi. Lakini baadaye nilipotengeneza na duka kubwa, nikaamua sasa kusafiri mimi mwenyewe kwenda kwenye mikoa mikubwa labda na nje ya nchi mara moja. Kwa mfano, nilikuwa nakwenda Dar es Salaam kuhakikisha napata vitu ambavyo Katavi hakuna. Umeona? Na watu wale wageni, kuna wageni ambao wanakuja Katavi. Mfano mtu anatoka Arusha anakuja hapa Katavi kikazi. Kuna aina ya viatu ambavyo alikuwa anavaa akiwa Arusha. Kwa hivyo Katavi ilikuwa mgeni akija havipatikani. Kwa hiyo mimi niliona kwangu ni kama fursa kwa sababu nitawashawishi wageni wengi kutokuagiza bidhaa mbali lakini waweze kununua hapa mkoani kwetu. Kwa hiyo Dubai kona viwango, nilikuwa natamani hivi viwango sasa viwe ni viwango sawa na mikoa mingine. Na mpaka sasa ndo utambulisho duka letu linaitwa Dubai kona ya viwango. Sawa. Katika mradi wa biashara kila mtu anakuwa na malengo yake. Sasa wewe kama Dubai kona ya viwango, nini malengo hasa makuu katika biashara yako? Malengo yangu makuu ni cha kwanza kabisa biashara ni huduma. Umeona? Nifanye biashara yangu kila mtu aijue lakini awe na nia ya kunisupport. Kwa maana gani? Yaani mimi nilete bidhaa nzuri, sawa, ili na yeye aweze kuipenda na kununua. Lakini pia iwe chachu ya mimi kusonga mbele kibiashara. Kwa mfano, naweza nikatengeneza biashara ikawa kwa ukubwa leo na Dubai kona ya viwango, duka ambalo ni la wanawake tu. Sawa? Lakini hapo ulipo hii ni Viwango Pro Max. Umeona? Ndio. Yani hii hapa tuko kwenye duka jipya kabisa ambalo ni Viwango Pro Max kama unavyoona. Viwango Pro Max ni sehemu ambayo vijana wote, mabraza men, sawa, watakuja kupoa hapa na zile dundo za maana kabisa, yani viatu vya kwanza kuingia Katavi. Umeona? Kwa nakwenda viral, najitahidi kwenda viral kushindana na mikoa mingine ya kijanja kama vile Arusha, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam na maeneo mengine. Kuhakikisha dundo kama hizi hapa unazoziona ofisini, ukiingia kwenye kwenye masoko yetu Mpanda, kuna baadhi ya viatu na vikuta hapa Viwango Pro Max mpate sehemu nyingine. Kwa hiyo natamani kukwenda mbali zaidi kibiashara, lakini pia hata mkoa wetu uweze kuniamini zaidi na watu wale ambao walikuwa wanatamani kuagiza sehemu nyingine bidhaa basi waweze kununua ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Hayo ndio malengo yangu makuu. Sawa. Unajieleza vizuri. Mpaka sasa ninaamini kuna mahali ulitoka na kuna sehemu ulipo. Ni mafanikio gani umeyapata hadi sasa? Unaweza kutueleza kama Maalim Media tukafahamu na hadhira yao kusikiliza? Asante. Cha kwanza, mafanikio ya kwanza, mji umenijua. Sawa, lakini ukizungumzia wafanya biashara wa viatu kwa sasa, inawezekana Dubai kuna viwango ndo brand namba 1. Hiyo kipekee nashukuru kwa sababu mji umenijua kwa mazuri, kwa aina ya biashara nafanya. Lakini malengo mengine kuhakikisha mimi nafanya vitu nje ya biashara. Sawa, baada ya hiki kukipata sasa ni nini hasa kinaendelea? Kwa hiyo natamani kuwa na investment ambazo zitasababisha niweze kuzeeka vizuri kama itawezekana na Mungu akijali. Lakini naamini juhudi, kudra, uzaji, neno naita
yani juhudi huongeza maarifa. Umeona? Kwa hiyo mimi nitapambana kuhakikisha Wanakatavi wanapendeza, lakini pia niweze kuwa na vitu vingine vya ziada ambavyo vitanisaidia hata siku nikiwa uzee. Lakini pia mimi nina familia ambayo natamani watoto waende shule, wasome vizuri, wasafiri vizuri, wavae, wale. Hayo ndio malengo yangu makuu. Kwa nafanya biashara kwa malengo mahususi. Kwanza Wanakatavi wapendeze, lakini pia baada ya kupendeza hata mimi mwenyewe basi mazingira yangu yaweze kuwa safi na salama. Shukuru, naomba nikuulize jambo hapa. Unaweza kueleza mchango wa kazi yako katika jamii hii ya Wanakatavi na Mpanda kwa ujumla? Mchango wangu kwa kidogo nilichojaliwa na Mwenyezi Mungu, nimekuwa nikitembelea vituo vya watoto yatima kuweza kutoa msaada kama aina nyingine ya kurudisha kwenye jamii. Kwa mfano, unapomsaidia mtoto yatima ni jamii ambayo inahitaji ni ya mahitaji maalum. Umeona? Kwa naweza nikaagiza mzigo mfano, lakini pia nikatoa hata pesa zangu 2 kwa ajili ya kusaidia watu wenye mahitaji maalum. Umeona? Lakini natamani kama Mwenyezi Mungu atanijalia niweze kufanya vitu ambavyo hasa nilenge kwenye watu wanaohitaji mahitaji maalum. Sawa sawa. Kwa habari ya maono na malengo, tunaomba kufahamu una malengo gani ya muda mfupi na muda mrefu wewe kama Dubai Kona Viwango? Malengo ya muda mfupi ndio kama haya. Cha kwanza nilitamani kuwa na ofisi ambazo zitakuwa chachu ya maendeleo ya mkoa wetu wa Katavi, lakini pia maendeleo mmoja. Kwa mfano, leo unapozungumzia Dubai Kona Viwango imeleta ajira kwa baadhi ya vijana, wako 2 ambao wananisaidia mimi kuhakikisha ofisi haifungwi, lakini ofisi inakuwa na muendelezo mzuri pale ofisini. Umeona? Lakini pia malengo yangu mahususi kabisa ni kuhakikisha vijana wa Katavi, watu wote wa Katavi, jamii nzima ya Katavi, umeona, wanaendelea kupata bidhaa zilizo bora na asili mradi bidhaa. Yaani kupata kama ni kiatu basi kiwe kiatu bora ambacho anastahili kukipata na kwa thamani halisi ya pesa zake. Hayo ndio malengo namba 1 ambayo nahakikisha biashara yangu iendelee kuwa na malengo ya kuwafikia kila mwana Katavi. Okay. Naomba nikuulize jambo jingine. Unatarajia kufikia wapi miaka michache ijayo? Swala la kujua nitafika wapi kiukweli namwachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi naweza nikapanga, lakini Mungu naye huwa anapanga yake. Ila kivyo vyote itakavyokuwa, basi kama Mwenyezi Mungu atajua mimi nifike wapi, basi ndamwachia yeye. Kwa hapo siwezi nikapanga mimi. Wala umejaribu kuruka ni mabadiliko gani ungependa kuona katika sekta hii ambayo unaitolea huduma kama Dubai Kona Viwango? Cha kwanza kabisa, yani kwa hii kwa wafanyabiashara wote. Unajua biashara ni huduma kama huduma zingine. Kwa hiyo tuifanye biashara zetu tunazozifanya kila mtu azijue, kuanzia customer care, yani huduma bora kwa wateja. Ndio maana ukuta sisi Dubai Kona Viwango, ukija mfano ukachukua dundo lako la maana hapa, laba yako ya kijanja, tunakupatia ofa kama soksi au ukanywa soda. Umeona? Lakini pia ukienda pale Dubai Kona Viwango, dada yoyote mzuri ambaye anafika pale anajua kabisa kwamba atafika, atamumunya pipi, atakunywa soda, lakini akinunua pia atapewa zawadi yake special ambayo ni maalum kwake. Umeona? Kwa kwenye huduma kiukweli tunapambana kwa cha kwanza kabisa watu wajue kile tunachokifanya, lakini pia ili mambo mengine yaweze kwenda. Okay. Kumbe unatoa na zawadi kwa mteja tu au hata sisi utatupatia chochote wakati unaondoka? Karibuni, hiyo ni aondoke bure. Hiyo ni moyo wako. Sasa tukipenda kuendelea katika karibia kumalizia, tunatamani kufahamu kwa habari ya maadili na mitazamo. Unashughulikiaje shinikizo au ukosoaji kutoka kwa watu, kwa maana ya kwamba wale ambao unawahudumia, kwa maana ya wateja? Okay. Kuna shinikizo na ukosoaji. Kwa mfano umemwonyesha mtu kitu kaanza kukisemea, yani negatively, wewe umekiona kwamba cha maana sana ili dundo lenyewe, alafu yeye mwenyewe anaanza maneno kukikosoa kwamba Arusha pale iko hivi, Dar es Salaam iko hivi, au Mbeya au kwingineko. Sasa hii wewe unalishughulikia vipi yani wewe? Kwa Dubai Kona Viwango changamoto hizo ni sio kubwa, ni ndogo. Kwa sababu gani? Asilimia kubwa wateja wanaokuja,
cha kwanza unalizika na zile huduma, lakini pia kwa uchache sana, yani changamoto inakuja labda kwenye bei. Yani unaweza ukaleta kiatu ambacho kinatamba miji mikubwa, sawa, lakini kwa Mpanda ikawa sivyo. Kwa Mpanda ikawa mapokezi mtofauti, labda ikawa labda kwenye mfano mtu anaweza akawa anajua hichi kiatu kwa sababu anavaga ya Force, umeona kiatu kama hichi labda anavaga ya Force kwa 35, lakini ukamwambia Air Force mimi nakuuzia kwa 28,000. Changamoto itakuja, atabaki anaiangalia vizuri kwa maana labda ni fake, mbona mimi nimezoea kununua kwa 35. Kumbe ni soko huria tu, kwamba hiki kiatu mimi sehemu ninayoitoa ni sehemu ambazo zile bei za chimbo. Yani kuna watu ambao nchi hii wapo wana magodauni, sawa, hawana duka labda Kariakoo. Yani yule wa Kariakoo anakwenda godown labda Makumbusho kuchukua hichi kiatu na kiweka pale dukani. Kwa hiyo mkoani ukitoka ukiingia Kariakoo unakwenda kujumua kwa mtu wa Kariakoo. Kwa bei sawa lazima itakuwa ipo juu, lakini ukienda kule anakochukua mtu wa Kariakoo bei itakuwa iko affordable sana. Kwa unaweza kuuza bei ya Kariakoo ukiwa Katavi. Nikiwa Katavi. Umeona? Kwa hilo jambo ambalo wengi wamekuwa naweza kusema ni changamoto ambayo watu wamekuwa wakiipenda pia. Umeona, kwa sababu bidhaa unazozipata ndani ya Dubai kuna viwango Pro Max ni bei ambazo za kawaida na kumbe bei zako ni za chini sana kulingana na huduma zako. Cha msingi cha kwanza kiatu kikali cha 65 unakipata hata kwa 30 safi. Ndio maana nimesema biashara iwe huduma endelevu. Kwa maana leo unaleta mzigo, sawa, ukiuza bei kubwa watu watashindwa kuzimudu kununua. Kwa uza bei ndogo mzigo utembee, uendelee kuleta vitu vipya. Hiyo ndio slogan ambayo mimi naipenda na nitaendelea kuifanya hivyo. Sawa, imekaa vizuri. Sasa swali lingine tukuulize, labda unaamini nini kuhusu mafanikio? Unaamini nini kuhusu mafanikio? Mafanikio cha kwanza kabisa ni kujituma, lakini kusimamia malengo. Kila ambacho naamini kiwe lazima ukisimamie na ukipambanie kwa gharama, kwa namna yoyote ile. Sawa, kwa mfano sisi vijana tumekuwa tukitafuta, lakini huwa tunatamani kwamba kesho yetu ije kirahisi. Sasa maisha hayapo hivyo. Kwa mimi cha msingi kabla ya yote niliweka malengo kwamba nipambane nije kuwa mfanyabiashara mkubwa, na hivi ndo ninavyotaka. Kwa hiyo kwa maana sasa nipo mfanyabiashara wakati, lakini naamini nitakuwa mfanyabiashara mkubwa zaidi kama malengo yangu yataendelea na Mungu ataendelea kunisimamia. Sawa. Nikuulize jambo jingine, ni misingi ipi inayokuongoza kwenye kazi yako mpaka kufikia hapo ulipo? Msingi wa kwanza ni kuheshimu wale wanaokuchangia. Sawa. Yani mimi namheshimu mteja ambaye anakuja dukani kunichangia, kwa sababu Katavi ni kubwa, Katavi na masoko mengi, lakini Katavi na mitaa mingi ambayo kuna baadhi wanauza bidhaa kama ninazouza mimi. Kwa mimi natengeneza thamani kwa mteja. Umeona? Kwa mteja ambaye anakuja kunichangia mimi namheshimu. Ndio maana leo unaposikia Dubai kuna viwango kwa mkoa wa Katavi ni jina kubwa. Lakini mimi nikikaa na masela au nikikaa na wale wateja wangu wanaokuja kunichangia au akina dada nikikutana nao mtaani, ni mtu wa kawaida sana ambao hata wao wanajisikia fahari kuja kutuchangia, kwa sababu sina maisha ambayo naenda nikaishi kujitenga fulani. Yani nikaishi japo tunakuona tajiri lakini wewe unaishi ile kawaida. Mimi nimezoea maisha yangu mimi ya kawaida kwa sababu nimeanzia chini na kujichanganya. Kwa hiyo namheshimu yule mtu anakuja kunichangia na najisikia kama mimi ni kama yeye vile. Kwa hiyo napaswa kumhudumia kama mimi nitavyohitaji huduma ni hudumie na mtu mwingine. Labda katika kumalizia unawaambia nini vijana wenzako? Ujumbe wa vijana kiukweli, tutafute kazi, alafu tukipata kazi tupambane, tusipambanie hizo kazi. Lakini pia hata usipokuwa na kazi lazima uwe na malengo kwamba yani mimi sina kazi, sasa nafanyaje? Kwa lazima uanze kuitafuta. Kazi haiji au fursa yoyote haiji. Umeona, kuna wakati fursa inakuja kwenye machozi. Yaani unaweza ukawa huko kwenye upambana, kazi upati, lakini kuna mtu anaweza akakuonea hata huruma kutokana na juhudi zako ambazo umekuwa ukizionyesha kwake. Umeona? Kwa hiyo kwa mfano, unaweza kukuta kijana anatafuta kazi. Sawa? Lakini ukafanya naye mazungumzo ukaona kabisa huyu kijana akipata kazi hii anaweza akaipambania kwa manufaa yake ya baadaye. Kwa ni rahisi mtu kukupa kazi, ila ukikaa nyumbani bila kutafuta kazi, kiukweli maisha yanakuwa magumu. Kwa vijana wenzangu, tujitahidi sana kutafuta kazi, lakini pale tunapopata kazi tuhakikishe hatuzichezei. Unajua vijana tuna tamaa.
Umeona? Unaweza kawa unapata kazi lakini usilizike na kile kidogo ambacho unakipata. Sasa kikawaida natakiwa ulizike na kile kidogo. Cha kwanza kabisa ulizike na kile kidogo unachokipata ili uweze kufanikiwa na kupata kikubwa zaidi. Baada haba na haba hujaza kibaba. Umeona? Kwa hivyo yani, kwa vijana waheshimu kile kidogo kinachopatikana ili kiweze kuwafikisha mbali zaidi. Sawa sawa. Yeah. Maalim Media kimsingi leo tumeenjoy kusema na wewe. Asante sana. Na tunawiwa kukutana na watu kama wewe ili jamii yetu iweze kuelimika na kufahamu kwamba ni mambo gani ya kuzingatia, hususan kwetu vijana. Ni mambo gani tunapaswa kuzingatia katika kuyaendea maono, malengo na ndoto zetu ziweze kutimia. Okay. Sawa, mimi nawakaribisha sana. Dubai kuna viwango, ni maduka yenu, karibieni sana 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 muda wowote, dakika yoyote ukijisikia kuja Dubai kuna viwango. Hii ni chaguo namba 1 kwa mkoa wetu wa Katavi. Kwa hiyo kama una shida ya kiatu, una shida na malapa, una shida na laba, hii ni sehemu salama. Na hii ni Maalim Media. Sawa sawa. Tunakushukuru sana na asante sana. Tunashukuru sana kufanya interview na wewe siku ya leo. Shukrani.